Lee Myung-sik mwenye umri wa miaka 65 amekuwa akiishi na ugonjwa adimu wa neva unaoathiri uti wa mgongo tangu mwaka 2020. Ugonjwa huo hauna tiba inayojulikana na umemfanya kuwa mlemavu wa kudumu na kutembelea kitimwendo. Licha ya kutumia dawa kali za kutuliza maumivu aina ya opioid, Lee amesema amekuwa mwenyeji wa mateso ya kila siku kutokana na machungu ya maumivu makali yanayomkabili. Lee hujisaidia haja ndogo kwa kutumia mpira maalum, huku mhudumu akilazimika kumsaidia kuondoa haja kubwa kwa njia ya mkono. Aidha, anakabiliwa na vidonda pamoja na kuoza kwa baadhi ya sehemu ya ngozi. Akielezea hali yake, Lee anasema maumivu hayo ni kama mapaja yake yanabanwa na mashine nzito ya kukandamiza chuma, kana kwamba sehemu ya chini ya mwili wake imekwamishwa chini ya lori kubwa la mizigo. Ni kama mapaja yangu yanakandamizwa na sehemu nzito ya kubinya, kana kwamba sehemu ya chini ya mwili wangu umekwama chini ya lori kubwa la kubebea mizigo. Ni kama mtu anayehangaika na kujitupa huku na kule, lakini amenaswa chini yake, huku sehemu ya juu ya mwili pekee ikiwa huru. Anajiuliza, nifanye nini sasa? Wakati huo ilikuwa ni hali ambayo kwa kweli sikuweza kuivumilia. Mwaka 2022, Lee alipanga kusafiri kwenda Uswizi kwa msaada wa shirika lisilo la kiserikali linalowasaidia watu wanaotaka kufa kwa hiari kwa mujibu wa sheria za nchi hiyo. Kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kusafiri peke yake, binti yake alikuwa amepanga kuandamana naye. Hata hivyo, matumaini hayo yalizimika baada ya kugundua binti huyo atakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 10 gerezani atakaporejea Korea Kusini, kwa mujibu wa sheria zinazokataza kusaidia mtu kujiua. Lee alisitisha maandalizi yote ya safari hiyo kwa sababu hakuwa tayari kumweka binti yake katika hatari ya mashtaka ya jinai. Hata kama mtu anateseka kutokana na maumivu makali yasiyovumilika na yasiyotibika na hawezi tena kuyastahamili, bado kumsaidia au kuandamana naye ili apate huduma ya kusaidiwa kujiua kunaadhibiwa. Je, hilo si kali kupita kiasi? Hivyo hoja yao ni kwamba hali hiyo inakiuka haki ya kikatiba ya kutafuta na kufurahia. Ndiyo sababu niliamua kuwasilisha malalamiko ya kikatiba. Mwaka 2023, Lee aliwasilisha ombi katika mahakama ya katiba ya Korea akidai kuwa pale ambapo tiba haiwezekani na maisha yamebaki kuwa chanzo cha mateso ya kimwili na kiakili, serikali inapaswa kulinda haki ya mtu kuamua kuhusu kifo chake mwenyewe. Kwa mujibu wa wakili wake Kim Jae-ryun, hii ndio kesi ya kwanza inayojulikana kupinga marufuku ya kifo cha hiari nchini Korea Kusini. Lee anaamini kwamba ikiwa ombi lake litafanikiwa, tafsiri ya sheria kuhusu kusaidia au kuhamasisha kujiua inaweza kubadilika na hivyo kuwalinda watu wengine walio katika hali kama yake dhidi ya adhabu za jinai. Iwapo malalamiko ya kikatiba yatafanikiwa, basi kosa la kusaidia mtu kujiua linaweza kuchukua mwelekeo tofauti, na kwa watu wanaopitia mateso au hali ngumu sana kupita kiasi, hali hiyo inaweza kuruhusu wasipewe adhabu ya jinai kwa tendo la kusaidia kujiua. Utafiti uliofanywa Disemba 2024 na taasisi ya Korea ya afya na masuala ya kijamii ulionyesha kuwa 82% ya wananchi wa Korea Kusini wanaunga mkono kuruhusiwa kwa kifo cha hiari. Hata hivyo, sheria za sasa zinabainisha kuwa madaktari au mtu yeyote anayesaidia mwingine kufariki kwa hiari anaweza kuhukumiwa kifungo cha kati ya mwaka 1 na miaka 10 gerezani. Mimi ni Nunu Mikenges wa UFM Radio. FM.